Ni saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwa meza ya matangazo ya Kusco. Jina langu ni Peter Manzia. Serikali za Kenya na China zimezindua majadiliano ya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya habari. Katibu wa utangazaji na mawasiliano Profesa Edward Kisiang'ang'i alisema ushirikiano huo utachangia pakubwa ustawi na wa kiuchumi wa taifa hilo pamoja na usambazaji wa habari. Mahakama moja hapa Nairobi imefutilia mbali makubaliano kati ya mashirikisho la kitaifa ya mashindano ya magari ya FA na shirikisho ya mashindano ya injini ya KMSF na kuzua sitofahamu kuhusu mashindano ya magari ya kitaifa ya WRC yanayotarajiwa kuanzia leo nchini. Kwingineko, kiongozi wa chama cha ODM Odinga ametetea uamuzi wa Rais William Ruto wa kuondoa masharti ya kutolewa kwa vitambulisho vya kitaifa ya jamii ya Wasomali na jamii zinginezo zinazoishi kwenye kaunti zilizo kwenye maeneo ya mipaka ya kitaifa. Akiongoza wakati wa nyimbo ya itifaa ya jioni, waziri huyu mkuu wa zamani alijiunga na waumini wa Kiislamu wakati wa hafla ya kufuturu. Aliwakosoa wanaopiga kubuniwa kwa serikali ya ujumuisho, akisema watu hawa hawataki amani na umoja kudumishwa nchini. Wataalamu wa hali ya anga nchini wametetea wito wa serikali kutoa kipaumbele na kukweza katika utekelezaji wa mipango ya kitaifa ya kukumbali mabadiliko ya hali ya nchi. Wataalamu hao ambao walikuwa wakionyesha miradi ya kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa huko Naivasha wakati wa ziara ya Mfalme William Alexander na Malkia Mazinda wa Lonsi nchini, walisema taifa hili lina miradi nyingi ya kukumbali mabadiliko ya hali ya anga ambayo inaweza kutumika kutoa suluhu kwa hadhari za mabadiliko ya hayo ya anga kama vile ukame na mafuriko. Serikali imeanzisha shule za umma eneo la Kerio wale kuendelea na shughuli za masomo, ikisema hali ya usalama imeimarishwa. Msimamo huo wa serikali wa hivi punde umejiri baada ya vyama vya walimu KNUT na KUPPET kutowataka walimu wote kutofika kazini kwa usalama wao kufuatia mauaji ya kasisi mmoja wa kanisa Katoliki Father Alois Cheriot kwa kupigwa risasi na majambazi. Naibu Inspekta mkuu wa polisi kwa Edward Langat ametembelea eneo la shambulizi hilo na kuhakikishia maafisa wa polisi wa serikali ikiwa ni pamoja na walimu, wahudumu wa afya na wakazi kwa ujumla kwamba usalama umeimarishwa. Langat akisema amesitisha shule zote na vituo vingine vya serikali viko chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama, aidha ikitoa makataa ya siku 3 kwa wakazi wanaofichua wahusika wa mauaji ya padri huyo kabla ya hatua madhubuti kuchukuliwa. Alisema majangili hawatakumbaliwa kuendelea kuhangaisha wananchi, huku akibaini kwamba operesheni ya kuwasaka wahusika wa mauaji hayo inaendelea. Kimataifa, waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wanaendelea kutetea maeneo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku moja baada ya marais wa nchi hizo mbili kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano hayo. Waasi hao waliotega maeneo ya viungo mwa mji wa Wakalale jana jioni. Michezoni, Real Madrid imesitisha awamu ya kumsajili Den Hussein mwishoni mwa msimu huu kutoka Bournemouth baada ya mlinzi huyo kutajwa kwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Hispania. Chipukizi huyo amehusishwa kwenye timu ya kitaifa ya Hispania kwa mara ya kwanza baada ya Inigo Martins wa Barcelona kuhumia. Mwisho wa habari sasa. Tuungane hapo saa 7 upate upeo wa Radio Kusco. Jina langu ni Peter Manzia.